mitano tena. Mansuri 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 Awa Awa Munga vitendo kweli. 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 Samia 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 Mansuri 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 bomba si bomba. Samia bomba si bomba. Wadela lamana baba. Ewashi miza. Hala. Mwakubilinga hodi. Assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, asante sana. CCM oye! CCM safi! Kwa ndugu zangu wananchi wa Mwakiliambiti, leo nimefanya ziara kwenye kata ya Mwakiliambiti. Madhumuni ya ziara hii ni kuwashukuru wananchi wa Mwakubilinga, wananchi wa kata ya Mwakiliambiti kwa kutoa ushirikiano mkubwa kwangu na kwa mheshimiwa diwani kuleta maendeleo kwa wananchi wa Mwakubilinga. Kwa hiyo leo pia nimeona nizunguke kwa shukuru. La pili, ndugu zangu, mimi huwa ni mbunge wa maneno machache sana. Zaidi mimi ni mbunge wa vitendo. Ndio maana mnaniita mbunge wa vitendo. Ndugu zangu, mambo ya maendeleo ndani ya jimbo la Kwimba mmeyaona. Tukienda kwenye masuala ya afya, ndugu zangu wananchi wa Mwakubilinga, tumepiga hatua kubwa sana. Kwa sababu mimi ni mbunge wa jimbo, lazima niongee masuala ya ujumla wa jimbo la Kwimba. Tumejengewa hospitali ya wilaya ya Kwimba. Tumejengewa vituo vya afya viwili, Kikubiji na Muhungumara zinafanya kazi. Hapa Mwakiliambiti tumeanza kujengewa kituo cha afya kipya hapa Mamakoe. Kwa hiyo kwenye afya hii, kwenye vituo vya afya tumejengewa vitatu. Zahanati tuna zahanati 28 ndani ya jimbo la Kwimba. Sisi tumekamilisha zahanati 12 zingine. Kwa hiyo ndugu zangu, tuna zahanati takriban 40 kwenye jimbo la Kwimba. Tumepiga hatua kubwa kwenye afya. Kwenye masuala ya elimu, ndugu zangu, tumepiga hatua kubwa kama jimbo. Tumejenga madarasa 129 kwenye sekondari zote za jimbo la Kwimba. Mwaka huu nie wananchi wazazi ni shahidi kwamba mwaka huu watoto wetu shule ya msingi walipoenda kwenye sekondari wamekutana na madarasa mapya ambazo zina madawati. Mwaka wa kwanza awamu hii wananchi hatujapeleka madawati pamoja na watoto. Watoto wameenda wamekutana na madawati pale na madarasa mapya. Tumepiga hatua kubwa kwenye sekondari pamoja na kujenga madarasa 129. Tumejenga sekondari 5 mpya kwenye jimbo la Kwimba. Hungumara sekondari, Kabale sekondari, Shirembo sekondari, Kiliaboya sekondari, Bupama sekondari. Tumejenga sekondari 5 mpya ndani ya jimbo la Kwimba. Tumejenga shule za msingi 5 mpya ndani ya jimbo la Kwimba. Kwa elimu ya msingi pia tumeboresha. Ndugu zangu, hapa Mwakubilinga tumemaliza boma ya shule yetu ya shikizi ya Isakbu. Mimi ndugu zangu wananchi, na waahidi awamu hii tukimaliza, awamu nyingine tunapoingia, na waahidi kwamba hiyo shule hiyo darasa zetu 2 ambazo wananchi mmejenga kwa nguvu zenu, mimi nitakuja kuzikamilisha.
ili hizo darasa ziwe zimekamilika, mimi ndio nitakuja kuyapaua, ili huo ndio utakuwa mradi wangu wa kwanza kwa wananchi wa Makubilinga, ndio itakuwa asante yangu kwanza. Kwa hiyo ndugu zangu, tumejipanga vizuri. Leo itakuwa ni kikao changu cha kata ya mwisho. Baada ya hapa, kesho kutwa tuna halmashauri, baadaye tunaenda Dodoma, bunge linaahirishwa tarehe 27 ndio linavunjwa. Baada ya hapo, ndugu zangu, ndio nitaenda tena wilayani kuomba ridhaa ya wana CCM, kuomba tena kibali ya kuja kuwatumikia wananchi wa Makubilinga. Makubilinga safi. Kwa hiyo ndugu zangu, leo ni siku ya kuwashukuru. Kazi tulizofanya mnazifahamu. Tulikuwa tuna mkutano hapa wakati wa uchaguzi wa serikali ya mitaa, na washukuru sana siku hiyo niliwaambia wananchi wa Makubilinga, tupeni mwenyekiti wa Makubilinga wa CCM, vitongoji tupate wenyeviti wa CCM, nitakuja kuwashukuru. Si niliwaambia? Leo ndugu zangu, nimekuja kuwashukuru kwa uchaguzi wa serikali ya mitaa, mmetupa ushindi wa kishindo, na washukuru sana, asanteni sana. Kuchukua baraka kwa wachungaji wote na wananchi wa hapa, pamoja na kamati ya siasa ya tawi na mabalozi wote na wananchi wa Makubilinga. CCM hoi! Ndugu zangu, Mheshimiwa mbunge amefanya kazi kubwa sana kwa kipindi ambacho kinaisha. Sasa tunakwenda kumpa awamu nyingine. Katika maeneo yenu mmefanya miradi mingi kwa ushirikiano na Mheshimiwa diwani wa kata yenu, lakini ilani imetekelezwa. Ukiangalia kuna umeme, lakini kuna miradi mingine ambayo inaendelea. Kuna zahanati, lakini katika eneo lenu mnajenga shule nyingine ya pili inaitwa Jidanda. Ni kazi kubwa Mheshimiwa diwani pamoja na Mheshimiwa mbunge, na leo amefika hapa kwa ajili ya kuwapongeza wananchi wa hapa. Mheshimiwa mbunge kwa sapoti kubwa ya Mheshimiwa diwani anajua kazi mnayoifanya ya kujenga shule ya pili. Kwa hiyo Mheshimiwa diwani, mkichagua diwani imara, mkichagua diwani ambaye anapeleka maelezo kwa Mheshimiwa mbunge, ndio raha yake sasa ya kupata diwani anayejisimamia. Pigeni makofi kwa Mheshimiwa diwani. Nataka niwaambie, haipo sababu nyingine ya kutafuta diwani mwingine kwenye eneo hili, kwa sababu Mheshimiwa diwani tayari anajitosheleza. Nampongeza kwenye kata hii, na kuna ujenzi wa kituo cha afya wameshirikiana na Mheshimiwa mbunge, lakini diwani huyu wamechapa kazi kule Nyaniga, kuna shule ya msingi mpya Mwasoro, lakini kila kijiji kuna zahanati ambazo zimejengwa na zingine zinaishia. Ni kazi kubwa Mheshimiwa diwani na Mheshimiwa mbunge. Hawa ni viongozi wa vitendo. Nataka niwazirishie na mpunge mkono, waombe kwa Mwenyezi Mungu ili waweze kupata baraka. Nyoosha mkono wote, tuombe kwa Mwenyezi Mungu. Wachungaji ombeni, waganga na nyinyi msali, akina mama, walimu muombe, na watendaji wengine wote muombe viongozi hawa ili wakarudi kwa ajili ya kuendeleza maendeleo. CCM